SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kusini Unguja kupitia idara ya itikadi, siasa na uenezi kimefanya ziara kukagua na kutangaza miradi ya kimaendeleo inayofanywa na marais wote wawili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ndani ya mkoa wa Kusini Unguja na Tanzania kiujumla. Akizungumza na vyombo vya habari mara baada ya ziara hiyo katika kisiwa cha Uzi kilichopo wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, Katibu wa Siasa, Itikadi na Uenezi ndugu Mohamed Andrea Jonathan amesema miradi inayofanyika ndani ya mkoa wa Kusini imeleta tija kwa maslahi ya wananchi wa mkoa wa Kusini bila kujali vyama vyao na imetekelezwa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya CCM. Katika mkoa wetu viongozi wetu wametufanyia miradi mingi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo inaleta tija kwa wananchi wa kila aina bila kujali vyama vyao, itikadi zao wala imani zao za kidini. Bali miradi hii inaleta tija kwa maslahi ya wananchi wote wanaoishi katika mkoa wetu wa Kusini. Na siku ya leo tumeona tutembelee miradi mikubwa mitatu. Tumesema sehemu ya kwanza, tukasema tutembelee katika ujenzi wa daraja na barabara ya Uzi Ng'ambwa. Bimaana barabara hii na daraja hili linatokea katika kijiji cha Unguja Ukuu, Kaipwani hadi kuja Uzi Ng'ambwa. Kwa muda mrefu sana swala hili la barabara limekuwa linaelezwa lakini likawa halitekelezwi. Lakini ndani ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ndani ya uongozi wa Dr. Samia, barabara hii na daraja hili la Uzi leo hili limeanza kujengwa kwa maslahi mapana ya wananchi wa Uzi. Lakini sio kwa ajili ya watu wa Uzi tu, ni kwa ajili ya watu wote wa mkoa wa Kusini Unguja na wananchi wote wa Zanzibar, kwa sababu tunasema kwamba tuna kitu kinaitwa movement of people. Watu wana move, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bimaana watu wanatoka Uzi wanakwenda zao mjini na kadhalika. Katika sekta ya afya imeelekeza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025 kwa kwamba CCM itaielekeza SMZ kuhakikisha kwamba inazingatia swala la upatikanaji wa huduma bora kwa maslahi mapana ya wananchi. Kama tunavyotambua kwa kwamba afya bora ni siha. Unapokuwa na afya bora basi unapata nguvu pia kufanya kazi. Unapokuwa na afya bora basi unapata nguvu pia kuimarisha uchumi katika mazingira yako yaliyokuzunguka. Hivyo basi ndugu wanahabari, rais wetu ameliona kupitia mkataba ambao uliofungwa kati ya wananchi na Chama cha Mapinduzi ambao ni ilani yake. Basi tunaona leo hii kufikiria kupitia mfuko wa TASAF ndani ya kisiwa cha Uzi tumepata kituo cha afya bora ambacho kinatoa huduma za afya bora kwa wananchi wote wanaoishi Uzi na Uzi Ng'ambwa kwa ujumla. Lakini pia tumeweza kuona kwa kwamba kumbe sio wananchi wa Uzi tu, hadi wale wapita njia, mtu anapata na tatizo lolote anafika katika kituo hichi cha afya kuweza kupata huduma. Rais wetu ameendelea kutuletea maendeleo katika swala zima la kuimarisha sekta ya elimu. Tunaona leo hii ndani ya mkoa wetu wa Kusini tuna shule mbalimbali ambazo zimejengwa. Tuna gorofa sasa zinajengwa ndani ya mkoa wa Kusini Unguja. Tukienda mfano kule wilaya Kusini tuna shule ya gorofa Makunduchi inajengwa. Haya yote ni matunda ya kuwa na rais imara Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ndani ya wilaya Kati tuna shule Mwera pale. Mwera panajengwa shule ya kisasa na inakaribia kumalizika na ishaanza kutumika. Kwa kwamba ile shule iko katika standard za hali ya juu na hivi karibuni walipita wakimbiza mwenge wakaridhika na ujenzi wa shule ile. Na kusema kweli hii yote ni kuonyesha namna gani rais wetu anataka kuonyesha mageuzi katika sekta ya elimu. Kitoa maelezo ya kiutaalamu ya ujenzi wa daraja la Unguja Ukuu hadi Uzi, mratibu wa ujenzi kutoka Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Injinia Samira Abubakar Mohamed amesema daraja hilo lipo kwenye mpango wa kilomita 2.2 na barabara yenye kilomita 6.5 na mara baada ya kukamilika litatumika muda wowote. Hapa tupo katika eneo la mradi wa daraja la Uzi ambao unahusisha na barabara kutoka Uzi hadi Ng'ambwa. Daraja hili lina urefu wa kilomita 2.2 ambayo na barabara yetu ina urefu wa kilomita 6.5. Kwa hiyo kwa ujumla ni kilomita 8.7. Mradi huu unatokana na ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 2025. Pia ipo katika
sera ya safiri ambayo ni national policy, national transport policy, na pia ipo katika Zanzibar Transport Master Plan. Kwa hiyo tunatekeleza zote kwa pamoja. Daraja hili lipo katika mpango wa mradi wa kilomita 277.7 ambayo kwa pesa zote ni dola za Kimarekani takriban 308, ambayo kwa pesa za Kitanzania ni kama bilioni 800. Ila kwa hii daraja la Uzi na barabara yake ni fedha za Kimarekani 14, dola za Kimarekani 14,486 na zinazofuatia, ambazo hizo ni takriban bilioni 37 za Kitanzania. Sasa hivi changamoto ile kuwepo ni wananchi inabidi wasubiri maji kabla kuvuka. Lakini tukishamaliza daraja hilo jambo litakuwa halipo, itakuwa tunapita muda wote. Alafu tunapendezesha mandhari, tutakuwa na taa. Kwa hiyo changamoto hatutakuwa nayo. Alafu hata wapitaji kwa miguu tunategemea kuweka sehemu ya wapitaji kwa miguu. Kwa hiyo wananchi naomba wasubiri tu mambo mazuri. Wakitoa shukrani zao kwa Rais wa Tanzania na Rais wa Zanzibar, wananchi wamesema wanashukuru kwa kujengewa barabara na kuwekewa kituo cha afya chenye vifaa tiba vya kutosha. Namshukuru sana na pongezi zake kubwa sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi na jitihada aliyochukua katika kisiwa cha Uzi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini. Mheshimiwa Rais, hongera na pongezi kwako. Umetujengea na umetuimarishia jengo zuri, huduma nzuri. Tunashukuru, dawa zipo vizuri sana, tunazipata kwa wakati na huduma tunapata kwa wakati. Vile vile umetujengea, yani kilio chetu kikubwa sana sisi kama wananchi katika kisiwa cha Uzi, barabara. Na tunakupongeza, barabara yetu nzuri. Vile vile tunatumaini daraja litakwisha. Maana maendeleo yako, jitihada yako tunaiona na sisi kama wananchi tunafurahi juu ya hili. Nashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuwekea barabara iliyokuwa nzuri, barabara safi kabisa. Wananchi wanashukuru sana kwa matatizo yaliokuwepo hapo awali, hivi sasa hivi yameondoka. Na jingine, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kutuwekea hospitali ambayo ya kisasa, hospitali iliyokuwa nzuri, hospitali ya ubora, nafanya kazi. Inshallah, Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana, wako vizuri sana. Huduma za dawa zinapatikana kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa hili. Tunamshukuru sana Rais Mwinyi kwa kutujengea hospitali bora na kutujengea skuli yenye elimu bora. Tunamwahidi kuwa tutasoma kwa bidii. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.